الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nachukua fursa hii kualika tena. Sisi tuko salama hapa kwenye studio zetu. Nataraji nani pia mko fiti na mko salama. Nakaribisha kwenye podcast tumeibatiza tukaamua tuite Sheria Pod. Baada ya kuenda katika mfululizo mrefu tumesoma maoni yenu kwamba mbona podcast haina jina, tumesema tuipe jina. Naam. Inaitwa Sheria Pod kuanzia sasa hivi mpaka kuendelea kule mbele. Bado tunaangalia masala ya kisheria. Hivi majuzi kulikuwa na kesi ambayo iligonga sana yani masikio zetu, yani tuliweza kusikiliza kesi hizi, na kuna wale ambao walisema ni sawa ya kwamba koti imehukumu sawa, na kuna wale walikasirika sana wakasema kwa nini koti imetuingilia mambo yetu. Lakini kabla kujadili kesi hii ambayo ilikuwa ni kesi ya urithi, ilipelekwa koti nne, Kadhi's Court, ikaenda High Court, Court of Appeal, na ikafika Supreme Court, na ikatolewa baadhi ya natija. Na hii inahusiana vipi na sheria au Sheria Pod? Na kwamba kesi yenyewe ilikuwa ni ya watu Waislamu walioanza kesi hiyo, lakini kukakuwa na uamuzi ambao mmoja wao hakupenda, akaipeleka High Court. High Court ikatoa uamuzi ambao pia huyu watatu wao pia hakupenda, au wale wa pili hawakupenda, ikaenda Court of Appeal, na ilipotoa pia hukumu yake pia kuna wale ambao hawakupendezwa nayo, ikafika paka Supreme Court. Supreme Court ikatoa natija. Kesi yenyewe ni kesi gani? Hivi karibuni nitakwambia baada ya kuintroduce wale ambao tuko nao katika studio ambao ni mashekhe zetu. Sheikh Ahmad Haj almaruf bi Alwatako. Huyu ni mtaalamu wa masala ya sheria, na pia tulisema anakamilisha cheti chake cha uzamili, ama ukipenda ite masters, katika chuo kikuu cha Ahlul Bait. Na pamoja naye si mwingine bali ni shekhe wetu na ustadhi wetu, huyu tunamuita Hajaga, tokea Sheria Pod ilipoanza mpaka sasa hivi. Naye ni mtaalamu bali ni mwalimu wetu sote. Tunasoma kwake, naye ni Hujjatul Islam wal Muslimin, Sheikh Salim Mwega Ng'anga. Naam. Atatuambia kama nimekosea ama nimeipatia. Ni Ng'anga Mwega. Nimeipeleka ndivyo sivyo, unaona? Hiyo ni appeal, imekuwa appeal, tukairekebisha kidogo. Sasa uamuzi wa sasa ni kwamba ni Sheikh Salim Ng'anga Mwega. Asante, watawasalimieni kisha tutawatolea hiyo story, ni nzuri. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunawakaribisha sana wafuatiliaji wetu kwa hii podcast au Sheria Podcast. Na inshallah taala leo nataka tuongee, yani katika kikao hiki nataka tuongee masuala muhimu sana, tena sana, ambayo kwamba tutasikiza kutoka kwa Sheikh Sule. Alafu inshallah baadaye, ingawaje Sheikh Sule pia naye amemaliza nini yake, uzamili wake, alhamdulillah, katika ni mwanafalsafa mkubwa sana. Ameweza kumaliza nini yake inshallah. Kwa hivyo utapata maalumati mengi baada ya muda inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Natumai mwazima, alhamdulillah, bukheri. Na tunawatakia wakati mwema na kufaidika inshallah ipasavyo na vikao hivi inshallah taala. Ahsantu. Jamaa wanasema mimi pia nijiintroduce, lakini nyote mnanijua, kwa hivyo hakuna haja ya introduction. Na kama alivyosema Sheikh Ahmad pia amewapa introduction nzuri. Mimi ni wenu Suleiman Ali kama kawaida. Katika mwaka wa 2015 kulikuwa na Muislamu akijulikana kama Salim Juma Hakim Kitendo. Huyu japo ni Mkenya alifariki Tanzania mwaka huu 2015. Na alipofariki yeye alikuwa na mali zake, lakini kwa bahati mbaya ama nzuri alikuwa hajaacha wasia au will, ambayo hii ni muhimu pia. Mnaweza kuja mkipata time tutaweza kuja kugusia umuhimu wake katika Uislamu, ni kwa nini Muislamu anasisitiza awe na wasia manawili.
Basi kulitokea shida, maanake yeye alikuwa na tutasema ni wake watatu. Mmoja akijulikana kama Fatma Athman Abud Faraj, na kisha kulikuwa na mwingine ambaye ni Ruth Mawasi, ambaye huyo alisilimu na jina lake la Kiislamu lilikuwa ni Warda Imani, na mwingine watatu ambaye alikuwa akijulikana kama Malin Ponali. Sasa aliyepeleka kesi kotini ni huyu ambaye ni mke wa kwanza, ambaye alikuwa akiitwa Fatuma Athman Abud Faraj. Huyu alipeleka kesi kotini. Kwa nini? Akisema kwamba wale watoto wengine wamezaliwa nje ya ndoa, kwa hivyo katika sheria za Kiislamu watoto hawa hawana haki ya kufanyaje, ya kurithi. Basi ikasikizwa kesi pale kotini na uamuzi ukatolewa, kwa sababu yeye alidai ya kwamba yeye mwaka wa 2006 ndiye aliolewa na huyu Fatma Athman. Naam, ndiye aliolewa na Salim mwaka 2006 na wakapata watoto 4. Basi Kadhi Court ya Mombasa ikatoa hukumu ya kwamba basi wale watoto ikiwa imethibitika kwamba ni nje ya ndoa, basi hawana haki ya kurithi. Anayerithi ni nani? Ni watoto wa Fatuma peke yake. Basi kesi ikapelekwa wapi? High Court. Manake ilipatikana kwamba huyu Ruth, japokuwa yeye Fatma huyu aliolewa 2006, lakini huyu Ruth ambaye alikuja kasilimu alikuwa na jamaa kuanzia mwaka 2000 mpaka 2011. Yani yeye ndo alikuwa wa kwanza katika silsila hiyo ya kukutana na jamaa, lakini ikathibitika kwamba kulikuwa hakuna ndoa ama vitu kama hivyo. Ama baina Ruth na baina ndo mke wapi? Mwaka 2011 naam, ndio akasilimu. Na 2011 yeye anasema around 2000 walianza naye converted in Islam in 2011. Na 2011 ndo aliweza kusilimu huyu Ruth. Naam, lakini wamekaa na yeye miaka hiyo ya hapo 11. Naam. Kwa hivyo kesi ikapelekwa High Court, na High Court pia ikasikiliza na ikatoa hukumu kwamba wale watoto wa Fatuma ama wa Fatma wanaweza wakarithi na wanapatiwa nini zao, lakini haikutoa hukumu ya wale watoto wengine. Ikasema ni lazima wakafanyiwe nini? DNA testing. Na baada ya kufanyiwa DNA ikigundulika ya kwamba huyu aliyefariki ndiye baba yao, basi watakuwa wamefanyaje? Watastahiki kurithi. Sasa kesi ikatoka hapo ikapelekwa Court of Appeal. Court of Appeal ikapindua yani maamuzi ya High Court. Ikasema hii DNA hakuna aliomba DNA, kwa nini umeambia wakafanya DNA? Na ikasema kwamba watoto wanaostahiki kurithi ni wa huyu Ruth na yule Fatuma, lakini huyu mwingine hafai kurithi, kwa sababu ilithibitika kwamba yeye alikuwa ana ndoa nyingine ambayo ilikuwa haijavunjika kisheria. Kwa hivyo ikasema huyu tunamtoa ndoa nyingine, na kwa hiyo hii haijavunjika, haiwezi kuhesabika kama ni mke wa huyu mwenda zake. Na kesi haikuisha hapo, ikapelekwa tena Supreme Court. Ilipopelekwa Supreme Court ikadadisi, ikasema kwamba hawa watoto wote inabidi warithi na DNA, kwa kuwa kuna aliyesisitiza ifanyike, basi hakuna haja ya DNA. Na hata huyu mtoto huyu inabidi arithi. Kwa nini hatuangalie alikuwa amethibitika ni mke ameachika hajaachika? Sisi tunachokiangalia ni yule mtoto by association, kwamba yeye amethibitika kwamba ni mtoto wa yule baba na hakuna aliyepinga. Kwa hivyo wao wakasema kulingana na Bill of Rights ya kwamba hawa watoto inabidi wapate haki na hakuna discrimination, yani kikatiba ambao wamesema ni kwamba hatufai kuwadhulumu watoto kwa kuwa wamezaliwa vipi. Kwa hivyo wakasema sheria ya Kenya ni kwamba watoto wote wapate haki sawa, kwa hivyo wote inabidi wafanye nini? Warithi. Hapa ndipo tunapoingia katika mjadala wetu wa leo. Je, ni hukumu ipi ambazo zipo katika sheria ya Kiislamu kuhusiana na mtoto wa nje ya ndoa? Manake haya ni masala tata sana. Ni masala ambayo tutakuja kuangalia huko mbele hukumu yenyewe ya urithi kama hukumu. Lakini leo tunataka kuangalia huyu mtoto ambaye ni wa nje ya ndoa. Ni vipi? Manake watu wanauliza vitu vingi. Je, ni kweli kwamba Uislamu inamuonea kiasi kwamba
Unajua katika jamii kunao baadhi ambao mimi hata nawajua, wengine walipata watoto nje ya ndoa kwa bahati mbaya. Sasa akiitishwa hata sijui yule mtoto ana njaa, anamwambia mimi sihusiki. Kisheria mimi si baba yake, mimi sifanyi. Je, huyu mtoto katika sheria ya Kiislamu mwanzo anachukuliwa yani kama watoto wengine, ana haki zake pia zinafaa zifanyike kwa yule mzazi ama vitu kama hivyo, ama yeye inabidi tu akajiangalizie tu maisha yake ajue ataishi vipi huyu mtoto? Na je, inakuwa si kumuonea huyu mtoto katika level hii kwanza, tukiacha masala ya urithi tutakuja kujadili baadaye. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naomba nianze alafu nimwachie meza. Nimwachie meza mwalimu wetu na shekhe wetu inshallah. Ni Maulana, kwanza kabisa ni lazima turudi kwa aya ya Mwenyezi Mungu kama Waislamu na kama Muislamu. Turudi kwa aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba anasema wala taqrabu zina, na wala msikurubie zina kivyovyote vile. Chochote ambacho kwamba kitakuwa ni chenye kufanyiwa chini ya hasira ya Mwenyezi Mungu au kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha, haitakuwa iko na athari aina yote ile. Kuna kitabu ambacho kwamba tulikuwa tunakipitia kama miezi miwili zilizopita. Mwenye kitabu alikuwa anaandika, nasema kwamba kabla hata tuseme tuna mtoto hafai kurithi au anafaa kurithi, ni lazima kwanza kabisa tumnyoshe kidole yule ambaye kwamba anayetenda kitendo hicho cha zina. Lazima kwanza tumnyoshe kidole. Mwenyezi Mungu anakuambia usizini, na wewe unafanya nini? Unazini. Kwa hivyo yule ambaye kwamba atakayepatikana chini ya zina hata kuwa ni kama ni maadum katika lugha yetu, katika lugha ya kinini, yani ni kama ni maadum, ni kama hana athari yote katika nini, lakini wewe ndiye ambaye kwamba wewe uliyefanya hiyo zina, ni wewe ndiye ambaye kwamba umesababisha shida kwa mtoto wako. Kwa hivyo hata kabla jamii iseme Uislamu inamdhulumu mtoto, ni lazima jamii imnyoshe kidole yule ambaye kwamba aliyefanya kitendo hicho, kwa ajili yeye ndiye sababu. Hiyo ni ya kwanza. Alafu hapo kuna maswali mengi yanajitokeza, lakini endelea kidogo. Sitaki kukata lile swali la kwanza. Hiyo ni nukta ya kwanza. Alafu nukta ya pili, vile inavyojulikana na ndo sheria ya Kiislamu ilivyo, mtoto ambaye kwamba anapatikana chini ya zina, hata kama atakuwa ameishi na mzee, mzee amemchukua huyo mke kama mke wake, sio kama mke, maana mke lazima kuna athari. Amemchukua kama vile girlfriend, kama we stay, tunaishi miezi mitatu, miezi minne, miaka mitatu, miaka minne, ingewaje kuna baadhi ya nchi ambaye kwamba lao mwanamke akiishi na mwanamume kwa miaka fulani unahesabika kuwa ni kwa katiba ya Kenya sasa hivi kama we stay ukishapitisha miezi sita wewe ni mume na mume, katiba inabidi sasa haki zake zingine ziingie. Hiyo sasa ni kikatiba. Lakini katika Uislamu la, hakuna athari yote mpaka mpitishe kinikamu, halalishe hilo. Unaona? Sasa hiyo ni nukta ya pili, ni kwamba hata kama mtakapoketi miaka 10, miaka 20 na hamjahalalisha kile kitendo cha ndoa, inamaanisha kwamba bado mtakuwa mnazini. Na chochote ambacho kwamba itakuwa inapatikana chini ya zina, inamaanisha kwamba haitakuwa na athari. Hata mtoto atakapozaliwa chini ya ile nini ya zina, huyo mtoto baba atakapofariki, mtoto hatakuwa yuko na haki kwa babake ya kunini ya kumrithi. Na swala hili la kurithi sitaki tuingilie kwa sasa. Tunataka tumwangalie huyu mtoto kama mtoto ameshazaliwa katika jamii. Naam, manake hapo ulivyoenda kwamba sote tumeanza kunyoshea kidole wale wazazi. Naam. Sawa, wale wazazi ndio wenye makosa waliomzaa yule mtoto. Lakini sasa hivi inaonekana kana kwamba katika mtazamo wa kijamii ni kwamba huyu mtoto sasa hivi ndiye anayehukumiwa sana. Yani anayepata adhabu yote ya kitendo alichofanya watu wengine ni mtu mwingine anayeadhibiwa. Sasa huyu mtoto katika jamii, katika perception ambayo iko ni kwamba hashughulikiwi,
hasomeshwi kama ni kusomeshwa, ana haki ya mavazi, sijui malazi, sijui vitu kama hivyo. Je, sheria ya Kiislamu inasema kwamba huyu mtoto aepushwe kitu hivi? Na vipi mtoto tunaposema kwamba yule si baba yake, inamaanisha yani tumemkata kitu ambacho kimekuwa proven biologically. Je, Uislamu inapinga biologically ya kwamba huyu ni baba yake, au inaposema ya kwamba huyu ni baba yake inakusudi si baba yake kisheria, au kuna baadhi ya vitu ambao Uislamu imepunguza katika uhusiano kati ya huyu baba na huyu mtoto, custody na vitu kama hivyo. Je, ndo sawa hivyo watu wanapotafsiri katika jamii, au kuna mambo mengine ambayo huyu mtoto anafaa kuwaje katika sheria ya Kiislamu? Yani huyu mtoto kwanza, tukizungumza vile nilivyoelewa swali lako, hautaki kujua tafsiri au hikma iliyoko katika hukumu. Kwanza tuijue hukumu, alafu ndio tuzungumze baadaye kuhusiana nini na tafsiri. Kwa nini hukumu iko vile? Kwa nini wengine wanakuja kusema kwamba hii si sawa na nini? Kwanza tujue hukumu. Nimekupata hukumu yenyewe ipo ambayo tutakuja kujadili, hukumu hii ya kurithi zote kwa ujumla. Huyu mtoto si ndio unataka kujua? Tunataka kujua, je, huyu mtoto ni Uislamu kwanza inasemaje kumhusu? Je, na jamii, kwa sababu kuna perspective ya kijamii ambayo inaweza kuwa si perspective ya Kiislamu kabisa. Yani wao wamechukulia kwamba ni hivi Uislamu imesema, maana yake vitu vingi watu wanasema Uislamu imesema. Sasa Uislamu inasemaje kumhusu huyu mtoto? Haya, sasa hapa ndio kwa ruhusa ya Sheikh tafadhali tuingie hapo, kwa sababu nafikiri amezungumza, amemaliza yale aliyokuwa akisema. Lakini sasa ndio hivi, kulingana na sheria za Kiislamu kwamba huyu mtoto ana hukumu kadhaa ambazo iko kwake. Kuna hukumu kwake, elimu ya misingi ya sheria inayosema ya kwamba alhukmu yaduru madaral maudhu. Yani mpaka kuwe na maudhu, ile maudhu ikishatimia ndio hukumu inakuja. Huwezi tu kuchukua chochote tu ama ukatengeza tu sheria. Kwanza lazima ujue maudhu yake ni nini. Na kila hukumu ina maudhu tofauti. Uweza kuwa kitu kimoja lakini unakiangalia hukumu zinafuata hicho kitu, lakini kwa mitizamo tofauti. Sasa kwa upande wa mtoto kuna hukumu ambazo zinahusiana na kuwa mtoto ni biological. Hizo yani haihusiani na kitu kingine. Haiangalia huu mtoto halali, mtoto haramu nini. Yani ni mtoto ambaye anatokana na wewe. Sasa wengine wamechanganyikiwa, wameenda kwenye masala ya pili ya kwamba mtoto si mtoto wa halali, ni mtoto bila kuweka halali. Unaona? Sasa mtoto tu ambaye ametokana na wewe, yani biological, yani umefanya nikah, umefanya kitendo alafu akapatikana huyu ni mtoto. Hukumu zake ni zipi? Hukumu ambazo ziko ni kwamba huyu mtoto anaitwa jina lako. Qur'ani inasema ud'uuhum liabaihim huwa aqsat indallah. Yani hiyo ndio uadilifu. Vile hivyo majina, muiteni mtoto kwa jina la baba yake. Sasa lakini kuna wengine wao wanakuja, hata kuna baadhi tushaona kwenye makabila fulani anapatiwa jina la mama yake, hapatiwi kwenye kitambulisho chake. Ni fulani bin fulani au binti fulani ya fulana, sio fulani fulana. Sasa unakuta anapatiwa jina la mama yake na hali ya kuwa na baba yake. Sasa ndio kwanza anakuwa kama Nabii Isa, kama Nabii Isa, lakini sana bin Maryam. Sasa Isa bin Maryam. Sasa ndio hivyo. Kwa Isa peke yake ndio ilikuwa inajuzu, lakini kwa wengine Qur'ani yenyewe inasema kwamba waiteni kwa majina ya baba yao, yani kwa kufuatana na liabaihim. Kwa upande huo, kitu cha pili ni kwamba ni matumizi yake, nafaka. Tunaambia kwa mfano mwanamke ikishafungwa ndoa tu, akdi kamilike, zawajtu kabiltu. Hiyo ikishasema mambo yamekamilika, amekuwa mke. Sasa mume, hata kama mke ni tajiri namna gani, ni milionea, ni bilionea, mume ndio anabeba jukumu la nini? Matumizi. Yeye ndio atamlisha, mahala pa kulala, nini kumvisha, yote ni yeye. Sasa maudhuu ya kutoa ni ndoa. Lakini kama hujafunga ndoa, huyu mtu mwanamke hawezi kukudai nini na mambo kama hayo. Umetoa mahari pia na mambo kama hayo.
Ama kwa upande wa mtoto pia matumizi ni kwamba mahitaji yake yote yanatokana, kwa vile ni damu yako, anatakikana uwe utamwangalia. Yani umpatie kama ni chakula nini. Ni mtoto, ni mwana haramu, si mtoto wa halali. Kinachoangaliwa ni kwamba ni damu yako. Hapa ndio watu wengi sasa imezoeleka kimakosa. Huyu ni mwana haramu, kwa hivyo hakuna mtu anamshughulikia. Hapana, watu wanafanya makosa. Sheria inasema kwamba lazima alishwe, lazima avishwe, ashughulikiwe, apelekwe shule. Mahitaji yote kama mtoto, haya yote lazima ashughulikiwe. Umetaja nukta nzuri sana. Mimi katika maisha yangu ya kusoma, pengine mtu atakuja atatuandikia hapo chini, katika zama za maswahaba au zama za mwanzo ni mwa Uislamu, sijapata swahaba wa kiume ambaye aliitwa jina lake na jina la mamake. Yani sijapata, pengine kama ipo atatueleza kwamba pengine alipatikana hivi na jina lake ni. Kuna moja tu ndio alikuwa akiitwa nani? Fulani ibn Abihi. Alikuwa Ziyad ibn Abihi. Alikuwa akiitwa kwa jina la baba yake. Ndio kuna mazungumzo kwamba alikuwa ni halali au si halali, ndio sababu akapatiwa jina la mtoto Ibn Abi, na bado haikuenda kwa umme, pamoja kwamba mama yake alijulikana jina ya baba yake. Na pia Maulana, kwa hivyo swala hili tuseme Waislamu wameliokota tu, yani ambao wanasema. Alafu jambo lingine kabla ya shekhe, nukta nyingine ni kwamba je, kwa sababu wanasema kwamba hastahiki kupatiwa urithi na wanaenda mbele mpaka wanafika mahali ambapo yani inajuzu kumuoa mtoto. Si mtoto wangu, anaweza kuoana naye. Sasa inajuzu? Haijuzu. Kulingana na sheria ni kwamba mtu ambaye ni damu yako, ni maharim, huyu anaingia kwa nini? Maharim. Huyo basi anatakana nini? Mtu hawezi kuoana naye na mambo kama na sio ndio pia anapokuwa nini, si lazima avae hijabu mbele yake kwa sababu ni mtoto wako. Sasa kama ni binti haijuzu kuoana naye. Ndio kuna wengine wanasema kwamba inajuzu kumwoa. Sasa ndio hiyo wanasema ndio makosa sasa ya kwamba maudhui ya hii hukumu ni mtoto wa halali au ni mtoto? Ni mtoto. Damu yako. Basi kwa hivyo inakuwa huwezi kumwoa. Yani Qur'ani ilipokataza kwamba mtu hafai kumwoa mtoto wake, haikusema huu mtoto ni wa halali ama ni wa haramu. Haijaangalia upande, ilisema ni mtoto wako. Na kama imethibitika ni mtoto wako biologically, inamaanisha hufai kumwoa. Alafu nasikia pia sio wala tankihu ma nakaha abaukum. Yani mtoto pia inaangaliwa nini? Mtu kukutana kumuoa mwanamke ambaye ameolewa. Nakaha hapa kwa lugha sio nikaha ile ya nini, ya kwamba ametenda nini, amefunga ndoa hii. Kuna nikaha kwa maana ya nini, lakini hapa kwa maana ya lugha ni kuingiana. Kile kitendo akishafanya huyu, unajua kwamba baba yako amekutana, huwezi kukutana naye. Hiyo ni mke au ni mtu ambaye amekutana na mama yako na baba yako. Sasa kwa hivyo saa zingine inakuwa uhusiano mkubwa ni sababu jamii mara nyingi jamii, unajua tuna Uislamu wetu ambao tumeutengeza sisi wenyewe. Kwanza akili ni mwetu, kwamba mufti ni wengi, kila mtu mara nyingi utasikia hata pale nyumbani naulizwa, bana si hata Qur'ani imesema hivyo. Mimi nashindwa, sijawahi kupata aya kama hii lakini kama imesema sawa. Ndio hivyo, kwa sababu Qur'an umesema, ama hukumu inapozungumzisha urithi imetoa sababu fulani ya kwamba huyu arithi kwa sababu hii, lakini watu wamechukua ule urithi wakafanya kila kitu, wakapeleka kila kitu ya kwamba akasema hata sasa si mtoto wako. Ile hali yani imeongezwa kitu cha ziada kama ulivyoashiria ya kwamba huyu ni mtoto tayari, lakini ni wa haramu, yani amepatikana kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu hakuelekeza, lakini ni mtoto wako ambaye amepatikana katika njia ambayo sio. Kwa hivyo kama mtoto wako inabidi umfunze, inabidi na ule mfunze. Kama unabidi umnunulie chakula, na huyu mnunulie chakula, na ni haki yake. Kwa hivyo kuna watu ni vizuri yani mambo haya yako wazi, manake tutakwenda kujikuta mbele ya Mwenyezi Mungu tuna madeni mengi sana kwa fikra ambazo ni potovu. Yani inabidi watu kukimbia majukumu. Watu wengi wanafanya hivyo. Unapata mtu anapata watoto katika njia hiyo ya mkato, ili alelewe yeye mwenyewe ameshajivua majukumu ya kwamba mimi si pasi kufanya chochote. Alafu pia utapata Maulana saizi katika jamii umeka hiyo kwamba mtoto haramu ndio hivyo tena, hana maana, hana nini katika jamii.
Alafu pia upande mwingine sasa upande wa kijamii, upande wa kijamii Maulana, ni kwamba sana sana unapata jamii yenyewe inakuwa yenye kumgandamiza kivingine huyu mtoto wa haramu kwa kumwita majina ya kwamba ni haramu nini na nini na nini. Naam, kweli ni mtoto wa haramu, lakini sasa upande mwingine si vizuri pia kila wakati kutumia hayo hizo lafdhi kwa huyo mtoto moja kwa moja. Afadhali moja kwa moja tumgonge babake, lakini huyu mtoto ni mtoto kama wengine, anastahiki kuishi kama wengine, anastahiki kusoma kama wengine, anastahiki kupata haki zote kama watoto wengine. Isipokuwa tu katika haki ambazo kama Mwenyezi Mungu ameziweka, hizo ndizo ambazo kwamba hastahiki. Nilikuwa nataka saa zile kuishiria kwamba mtoto wa kiume anayeitwa Muhammad Njeri. Kwa Waarabu tulikuwa tunapitia juzi, tukapata kwamba baadhi yao walikuwa wanaitana majina ya kike pia, lakini sasa kulikuwa kuna sababu kama vile Sheikh ametanguliza, ilikuwa sababu ya kwanza. Alafu tena kuna mwingine alikuwa anaitwa kutofautisha huyu na mama wengine. Yani majina yote yameendana sawa. Majina kwa tofautisha watu wawili inabidi useme huo ni kwa mamake ni fulani. Mamake fulani. Sasa mfano tukirudi katika historia tunapata kuna huyu anaitwa Muhammad ibn al-Hanafia, mtoto wa Imam Ali. Mama yake ni Hanafia, lakini sasa utapata ameitwa hiyo jina kwa ajili ya kutofautishwa na kina Abul Fadhl Abbas na kina Imam Hussein, ili atakapoitwa Muhammad ibn al-Hanafia isiwe kwamba nauliza ni Muhammad yupi huyo, ni Muhammad yupi na vitu kama hivyo. Naam. Pamoja na kwamba kunaweza kupatikana Muhammad bin Ali wakawa wengi. Sasa ili kutofautisha huyu Muhammad bin Ali anayezungumziwa vipi, ni yule ambaye mama yake alikuwa ni nani? Si kwamba ni mtoto wa haramu. Ni kweli? Si kwamba mtoto wa haramu. Hiyo sasa ni mahsusi inakuwa. Asante sana. Yani hata ikipatikana mtu anaweza fungua aseme wewe ulisema katika historia hujapata, si ndio hii hapa? Ndio hiyo. Asante, nzuri sana. Ndio uzuri ya kuwa na wataalamu katika studio zetu hizi. Unaona kila time tunazidi kusoma. Tumebakisha dakika 2. Moja nimpe Hajaga ama zote 2 nimpe yeye. Wacha tusikie nukta yake. Asante. Sasa kwa hivyo tumejua hizo hukumu zinazohusiana mtoto. Kwa hivyo ni wako, kitu tu peke yake ambacho ananyimwa ni urithi. Na sababu yake tutakuja kujua. Yani nini inaitwaje, hikma na siri au tuseme falsafa iliyoko katika kwa nini ananyimwa, hapo tutajua kwa nini. Haya, lakini kuna kitu kingine hapa hivi. Kuna mtoto mwingine ambaye anaingia katika hukumu ya mtoto ambaye si mtoto wa halali. Yani si wa haramu. Kuna mtoto ambaye baba yake anamkana. Kunaitwa mulaana. Yani mtu anaweza kuwa na mke wake nini. Mwanzo kabisa kabla sijazungumza hiyo, nizungumzie kitu kingine. Kuna mtoto ambaye itatosha dakika 2 hizo, baki dakika 1 sasa hivi. Taibana kabisa. Sasa ni kuashiria. Kuna mtoto ambaye kuna hukumu ambaye iko ni kwamba mtoto mwanamke, mtu na mmeo wanaishi wameoana nini, lakini mke akaenda akafanya uzinifu. Sasa alipofanya uzinifu, yule mtoto atahukumiwa ni mtoto alafu akawa amepata mimba. Sasa kulingana na sheria ni kwamba sheria itasema huyu mtoto ni wa huyu au ni wa huyu. Sasa hapo huwa haieleweki. Sasa kulingana na vile ilivyo ni kwamba yule mtoto atawekwa nini, kuna kitu ambacho kimewekwa kinaitwa mulaana. Ya kwamba huyu mtoto ambaye sasa hukumu yake ni kwamba huyu mtoto ikiwa atakaa, yani mume wako mbali kwa muda wa miezi 6, kwa sababu aqallul hamli 6 ashhur. Kwa hivyo ikiwa mume, yani kwa muda zaidi ya miezi 6 mume hawakukutana na mkewe, alafu akaenda akafanya, huyo mtoto atahesabika ni kwamba si mtoto wake. Lakini kama imeingia katika hapo, anakuwa sasa hapa haieleweki mtoto yule kulingana na kanuni. Kuna kanuni inayosema alwaladu lilfirash walilahiri alhajar. Yani kwamba kikanuni mtoto, siku hizi ndio kuna mambo ya nini DNA na nini, lakini kulingana na hii kanuni, hata kama hizo DNA ni kanuni inasema ya kwamba mtoto ni wa kitandani, yani mwenye kitanda. Mwenye kitanda ni nani? Ni mume.
walilahiri, na huyu mzinifu anapigwa kwa jiwe, yeye hata peo kitu. Kwa hivyo yule mtoto atahesabiwa ni mtoto wa huyu. Kwa hivyo atahesabiwa hata kama ni wa haramu na nini, Mwenyezi Mungu amesitiri. Kwa hivyo yule mtoto atakuwa ni mtoto wa nini, wa nini, wa kitandani, wa halali. Alafu kuna mtoto ambaye inaitwa waladu shubha. Kabla ya shubha sijasema kuna mulahana, ni kwamba mtu ana haki aseme ya kwamba huyu toto si wangu. Ukisema vile unatoa nini, ni kama unalaani. Ndio inaitwa mulaana. Kuna kiapo mtu anafanya, ukifanya yule mtoto anakuwa tena si wako, na hata kurithi na wewe hutamrithi. Na hata akija uridi useme ya kwamba mimi nilikosea, huyu mtoto alikuwa ni wangu, basi yule mtoto utakuwa huwezi bado kumrithi, lakini atakurithi. Nafikiri inaingia zaidi katika bahthi ambayo tumepanga katika podcast itakayofuatia. Kuna kipengele nataka uzungumzie hiyo kwa nini yake, kwa undani sana, kwa urefu zaidi. Sasa lakini nilikuwa nataka tu niashirie. Alafu kuna waladi shubha ambaye sasa si mtoto halali na si mtoto wa haramu. Hiyo tutakuja kuelezea vizuri. Na kufikia hapa hivi imenibidi kwa sababu ya muda ambao tumeongeza dakika 1 dakika 2, mtatusamehe kwa hilo, lakini kufikia hapa hatuna budi la kuaga. Naomba msikose katika podcast itakayofuatia, manake mambo kule yatachemka. Nimekuwa wako Suleiman Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah subhanallah Allah Allah walhamdulillah. Allah ya